למען המדינה. למען המדינה. Ni kukaribisha tena mtazamaji wa Zone Media, tujuzane yale ambayo yanajiri katika uga wa kimataifa, ambapo hapo kuna taarifa moja kwa moja kutokea nchini Israel, ambapo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametangaza ushindi dhidi ya Hamas katika sherehe ya kumbukumbu ya wanajeshi ambao walipoteza maisha vitani, vita vya miaka miwili baina ya Israel na Hamas katika ukanda wa Gaza. Taarifa inasema kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametangaza rasmi ushindi wa nchi yake dhidi ya kundi la Hamas katika hotuba aliyoitoa wakati wa sherehe ya kumbukumbu ya mashujaa waliopoteza maisha vitani. Akizungumza mbele ya viongozi wa kijeshi, wanasiasa na wananchi waliokusanyika kwa ajili ya tukio hilo, Netanyahu alisema kuwa operesheni za kijeshi zilizofanywa na Israel ziliweza kuvunja nguvu za Hamas na kuhakikisha usalama wa taifa la Israel unarejea mikononi mwa wananchi wake. Hamas imepoteza uwezo wake wa kijeshi, viongozi wao wengi wameangamizwa na wale waliosalia wanajificha bila matumaini, alisema Netanyahu kwa msisitizo. Aidha, alitoa shukrani kwa jeshi la Israel IDF kwa kile alichokiita uongozi wa kishujaa na kujitolea kwa kulinda maisha ya raia wa Israel, huku akiahidi kwamba serikali yake haitaruhusu tena vitisho kutoka Gaza. Hata hivyo, tangazo hilo limepokelewa kwa mitazamo tofauti, wakosoaji wa Netanyahu hasa kutoka ndani na nje ya Israel wakisema bado kuna changamoto kubwa za kibinadamu katika ukanda wa Gaza na kwamba ni mapema mno kutangaza ushindi kamili. Netanyahu amesisitiza kuwa vita hii ilikuwa ya lazima na kwamba itakuwa somo kwa wale wote wanaotaka kulishambulia taifa la Israel. Sherehe hiyo ya kumbukumbu ilihitimishwa kwa dakika ya kimya kwa heshima ya askari na raia waliopoteza maisha katika mapigano hayo. Kufuatia tangazo la waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kutangaza ushindi dhidi ya Hamas katika sherehe ya kumbukumbu siku hii ya leo, inafuatiwa baada ya siku chache zilizopita jeshi la Israel IDF kutoa takwimu kwamba zaidi ya wanajeshi 1,300 wameweza kuuawa tangu vita kuweza kuanza baina ya Israel pamoja na Hamas mnamo Oktoba 7 mwaka 2023, ambapo Hamas ilifanya shambulio kubwa lililopewa jina la Al-Aqsa ambalo lilisababisha jeshi la Israel kufanya mashambulizi mazito tangu kuanzia Oktoba 7 mwaka 2023, lakini muendelezo wa mashambulizi uliendelea kwa miaka miwili na kusababisha zaidi ya raia 67,000 kuuawa na wengine 170,000 kujeruhiwa tangu mwanzo mwa vita hadi mwisho mwa vita. Sasa kukiri kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwamba Israel imepata ushindi, wakosoaji ndani na nje ya Israel wamemkosoa vikali na kusema kwamba bado ni mapema mno kutangaza ushindi ikiwa hali ya kibinadamu inazidi kuwa mbaya katika ukanda wa Gaza. Kufuatia baada ya sitisho la vita, Israel imeendelea kuzuia misaada kuingia Gaza moja kwa moja kupitia mpaka wa Rafah nchini Misri, ikidai kwamba Hamas haijatekeleza masharti ya kuweza kusitisha vita na kuweza kurudisha mateka, ambao miongoni mwa wale 28 waliokwisha fariki, mateka 9 pekee ndio ambao wameweza kurudishwa mpaka hivi sasa, huku mateka takribani 21 hawajaweza kurudishwa mpaka hivi sasa. Sasa mtazamaji, nitakuletea kwa kina uchambuzi dhidi ya taarifa ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ya kutangaza ushindi leo hii dhidi ya Hamas katika sherehe ya kumbukumbu ya mashujaa ambao walifariki kwenye vita kati ya Israel pamoja na Hamas katika ukanda wa Gaza. Kwa taarifa zaidi mtazamaji, usisahau kusubscribe channel yetu, lakini kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare. Jina langu naitwa Victor Moshi.